Kilichoanza kama habari ya mbali leo hii kimekuwa hofu kwa wazazi, hofu kwa mabinti wa chuo na pia hofu kwa mtoto wa kike anayetamani kurudi nyumbani salama salmini. Kwa habari zaidi, karibu kwenye Gumzo la Android. Naam, na kwenye Gumzo la Android leo hii tunachambua sababu mbalimbali za kufanya mtoto wa kike auliwe na mpenzie baada ya kwenda kumtembelea. Na kwenye gumzo hili maswali ni matatu. Swali la kwanza, je, mtoto wa kike anauliwa na mpenzie kwa maana amemsaliti? Labda mtoto huyu wa kike anapoenda kumuona mpenzi wake labda tuseme analiona meseji ambayo haimfurahishi, au anasema hawezi nisaliti kimapenzi na nikuache hivyo, anaamua kumuua. Ni labda tu. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, je, mtoto wa kike anauliwa kwa maana ya kutoenda au kuenda kinyume na mashirikiano, maagiziano na vile walikuwa wamepanga na mpenzie? Tuione kwa ankoli hii pia. Labda mpenzie wa miaka 80, wa miaka 70 ambao wamekuwa pamoja na msichana wetu, binti yetu ni wa miaka 23. Amekuwa hapo kwa lengo. Kwa maana msikilizaji wangu, pia wewe waona kuwa mwanamume wa miaka 70 hawezi kuwa anataka ndoa na msichana wa miaka 20. Wako hapo kwa malengo mbalimbali. Huyu mwanamume wa miaka 70 yuwataka sehemu telezi, kunradhi kwa kusema hivyo, lakini ashakumsi matusi. Mwanamume wa miaka 70 yuwataka kujisikia what they call young again. Kwa hivyo anaamua kuitisha msichana wa miaka 20 sehemu telezi, naye msichana wa miaka 20 anaamua kumpa sehemu telezi, lakini kwa utanipa nini? Naye anaamua nitakupa 100,000. Naam, sasa ukipewa 100,000 naye huo mwingine umpe sehemu telezi. Bwana akampapasa, anampapasa mwanamke, anampapasa hadi sehemu telezi anaanza kusikia amejisikia umri wa kijana na yuwataka kutimiza malengo yake. Anapotaka kuanzisha malengo yake, hapo ndipo msichana naye mdogo wa miaka 20 anasema kuwa mimi sitafanya hili kama hujanipa 100,000. Hapo ndipo naye msichana anaekewa 100,000 na lile jizee ambalo limekula chumvi karibu kukaribia kwenye kaburi. Anampa 100,000 yake. Msichana anasema, anaamua kuwa mjanja na anasema sehemu telezi simpi kamwe. Naye jibaba linasema nalo 100,000 langu hauendi nalo. Na hapo ndipo msichana anaamua kuuliwa. Je, hiyo ni kati ya sababu ambazo mtoto wetu wa kike anauliwa? Na swali la 4 ni je, mtoto wa kike anauliwa kwa maana ya ushirikina? Ambapo tunajua, wengi wetu tunajua na tunafahamu kuwa kuna mengi yanayoitwa Illuminati, kuna very many cults humu Kenya, humu nchini na pia nje ya nchi. Je, ni huu ushirikina unaofanya mtoto wetu wa kike kuuliwa na kutolewa kafara? Kwa maelezo zaidi, kwa maoni yako, finya follow, subscribe kwa wale wa YouTube channel, alafu tutajua, je, mtoto wa kike anauliwa kwa nini? Ni mapenzi kusalitiwa? Je, ni kuenda kinyume na mashirikiano, au ni kwa ajili ya ubilisi unaoendelea? Nimekuwa wako Ada Android na naona muda umenipa kisogo, na umadikome papo hapo, kome kama koko wa koma. Tutaonana majaliwa.